أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tuendelea kukumbushana misingi ya akida ya ahli sunna wal jamaa kama alivyoikarrir al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Usulu Sunna na kushereheshwa na Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala wa raa. Jana tuliingia katika msingi nafasi ya sunna na mahusiano ya sunna na Qur'an. Kaona sunna ina mahusiano makubwa ya Qur'an. Sunna kwa maana hadithi za mtume ndio zinatafsiri Qur'an, zinaiweka wazi Qur'an. Maneno ya Imam Ahmad, wa hiya dalailul Qur'ani, kurasa 12. Imam Ahmad wakati anaelezea alaka mahusiano ya sunna na Qur'an alisema wa hiya dalailul Qur'an, sunna ndiyo dalili, ndiyo muongozo wa Qur'an, ndio kitu ambacho kinatupa muongozo Qur'ani inasemaje, inataka nini. Sheikh Rabi' akitafsiri maneno ya Imam Ahmad anasema fatubayyinu mujmalahu, sunna inabainisha mujmalahu, yale yaliyokuja kiujumla katika Qur'an. Fatubayyinu inabainisha sunna mujmalahu, yale yaliyotajwa kiujumla kwenye Qur'an. Watufassilu inachanganua, watufassilu almujmala, sunna inachanganua kilichosemwa kiujumla kwenye Qur'an. Tuwadhihu almubhama, sunna inaweka wazi kilichofichwa kwenye Qur'an. Mubham, kitu ambacho hakiko wazi sana. Tuwadhihu, sunna inaweka wazi almubhama, ambacho kimefichwa au hakiko wazi katika Qur'an. Watuqayyidu almutlaqa, sunna tuqayyidu inadhibiti almutlaqa, kilichoachiwa tu katika Qur'an. Yani kitu ambacho katika Qur'an kimetajwa mutlaq, kimeachiwa tu, sunna inakuja inaweka masharti yake haya sunna. Watuqayyidu, sunna inadhibiti almutlaqa, kile ambacho kimetajwa moja kwa moja, kimeachwa huru kwenye Qur'an. Watukhassisu al'ama, sunna inakhasisishwa kilichotajwa kiujumla. Yani al'am ni kitu ambacho kimetajwa kiujumla, sunna inakuja sema makusudia ile ujumla ni fulani fulani, sio wote, ndio takhsisi al'am. Yani kazi zote hizi ni za sunna. Watukhassisu al'am, sunna inaweza ikaja kufanya takhsis, kuonesha walengwa ni khas katika kile ambacho Qur'ani labda kimetajwa am kiujumla, sunna ikaja ikakhassis kwa makusudia pale vipi kazi. Tukhassisu al'am. Kwa hiyo yote inaonesha uzito wa sunna, makana tu sunna, na kwamba kwa msingi huu huwezi ukasema hadithi hatuzitaki, tunataka Qur'ani peke yake. Watubayyinu lana salata, sunna inatubainishia sisi swala au qata, nyakati za swala. Haya Qur'ani imetaja nyakati kiujumla. Ndio maana watu kama Mashia wasiokubali hadithi nini wanaswali kwenye nyakati tatu, muda wa dhuhuri, swala na alasiri, kila siku watu wanafanya. Wanasema muda fulani haujatajwa moja kwa moja, lakini mtume aliyoteremsha hizi haya aqimus salata liduluki shams ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr, yani tafsiri yake vitendo. Jibril wakija kumswalisha hivi muda huo, nyakati tano. Kwa ukiwa utaki sunna, matokeo yake ndio kwa siku utaswali swala tatu, si nyakati tatu.
Qur'ani kwa haijaje nyakati zingine. Kumbe kule zimeashiriwa kiujumla na mtume amekuja kubainisha. Watubayinu lana salata, sunna inatubainishia swala, au qataha, nyakati za swala, adada, idadi ya swala, swala zipo ngapi, rakaa zipo ngapi, tafasila, michanganuo ya swala. Yote kwa kiasi kikubwa ipo katika ahadithi. Madha taqra'u fiha, usome nini katika swala? Hadithi zimekuja kubaini. Yani kama kwa mfano ulazima wa kusoma suratul Fatiha katika swala, mtajwa katika hadithi ya Ubada, mtume anasema la swalata liman lam yaqra bi ummi alkitab, hana swala asiyesoma suratul Fatiha. Katika Qur'ani imekuja kwa jumla, faqra ma tayassara min Qur'ani. Naam. Kwa hiyo tusome nini? Madha naqulu fi ruku'i, tuseme nini katika rukuu? Habari ya subhana rabbiyal azim fi sunna. Habari ya subuh qudus rabbul malaikati waruh, hadha kullu jaa fi sunna. Fala ghina lana ani sunna, hatuna ukwati, hatuna utajiri sisi wa kuacha sunna, kama hatuhitaji, hatuna ujanja huo kama unataka dini. Madha naqulu fi sujud, tuseme nini tukiwa katika sijida? Mafunzo yote hapo katika sunna. Kullu hadha min as-sunna, yote haya yametoka katika sunna. Sunna kwa maana atharu rasul, kama alivyosema Imam Ahmad, hadithi za mtume. Fallahu yaqul, Allah anasema kwa mfano katika swala na zaka, Allah anasema wa aqimus salata wa atuz zaka, simamisheni sala, toeni zaka. Hii ni mujmal kiujumla, simamisheni sala, toeni zaka. Zaka natoaje? Nikiwa na shilingi ngapi natakiwa nitoe shilingi ngapi? Nikiwa nimevuna kiasi gani ninadaiwa kutoa, ninachotoa ni kiasi gani? Katika sunna tafasil kullu. Nikiwa na mbuzi wangapi naanza kudaiwa zaka? Na je, katika hao niliofikisha niswab natoa wangapi? Mchanganuo yote katika sunna. Kwa hiyo Allah asema simamisheni swala, toeni zaka. Wa yakthuru min dhalika, yani na maagizo yaliyokuja kiujumla kama haya ni mengi yapo kama haya maagizo tu kiujumla, alafu michanganuo mtume ndio ambaye amekuja kubainisha kwa ile aya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Wa sunnatu bayyanat dhalika, sunna ndio imekuja kubainisha. Simamisheni swala, simamisheni hivi. Mtume alikuwa anabainisha hii aya, mpaka mtume alikuwa anaswali juu ya mimbari hapa. Maswahaba wamekaa chini, mtume anapanda juu anaswali, watu wamuone swala inaswaliwa vipi. Akitaka kusujudu anashuka chini. Kimaliza kusujudu anapanda tena huko raka nyingine. Yote hii anabainisha wa aqimu. Kwenye zaka pia. Kwa hiyo sunna imebainisha wa faswalatuhu, na imechanganua haya mambo. Wa sunnatu bayyanat dhalika, sunna imebainisha hayo yote, wa faswalatuhu, na imechanganua. Kwa hiyo fahia dalailu wa bayinatu, sunna ni dalili, sunna ni ubainifu, wa tawbihatu, na ni uwekaji wazi, limujmalatil Qur'ani, kwa yale yaliyokuja kiujumla katika Qur'ani. Sunna ni dalili na ubainifu na uwazi wa yale yaliyokuja kiujumla katika Qur'ani. Wa takhsisatu li'umumatihi, sunna ni taksis ya ule ujumla yaliyotajwa kama am kiujumla katika Qur'ani. Sunna imekuja kuhafu hivi. Kwa mfano, kwa mfano kama Qur'ani imekuja simamisheni swala, sunna imekuja kwamba fulani atakiwi kuswali muda huu.
au kuna nyakati tumesoma hapo nyingine, kuna nyakati fulani mtu anakatazwa kuswali. Kwa hiyo wakati Qur'ani imekuamrisha swali tu, maana yake masaa yote kile sunna inakuja hii amri ya kuswali kwenye muda huu jua linapozama, hapa nisubiri kidogo, muda huu hapa huu unakatazwa, muda huu. Hii ndio tafsiri. Kilichotajwa kule kiujumla ni kuja sunna, muda mwingine imefanya tafsiri. Ndio kazi ya sunna. Wataqidatun limutlaqatihi, na sunna ni kudhibiti vile vilivyoachiwa huru katika vilivyoachiwa katika Qur'an. Sunna imekuja kufanya takyid, kulimit hii mipaka hii. Fahia tufassiru al-Qur'ana, kwa hiyo kiujumla sunna inatafsiri Qur'an. Kama qala hadha al-imamu, kama alivyosema imamu huyu Imam Ahmad, sunna inatafsiri Qur'an. Wahia dalailul Qur'ani, sunna ni dalili ya Qur'an. Aidan kama qala rahimahullah, kama alivyosema Imam Ahmad. Tayib, baada Imam Ahmad wakati anaelezea nafasi ya sunna, Imam Ahmad alisema ile huwa al-matin sahibul matni, walaysa fi sunnati qiyasun, katika sunna kuna qiyas. Katika fiki wakisema qiyasi, katika fiki wakisema qiyas, yani wanakusudia hichi kimetajwa na dalili. Kwa mfano pombe imeharamishwa na aya dalili, alafu labda vinakuja vitu sasa hivi madawa ya kulevya nini, havikuwepo kipindi hicho, kama unga ukinusa unalewa mathalan. Kwa hiyo inakuja kiasi, kwa kuwa pombe imeharamishwa kwa sababu ya iskari, kulewesha, na haya madawa mtu akinusa tu analewa, haya nayo haramu kama ambavyo pombe ni haramu, kwa sababu vyote vinafanana katika ila iskari. Katika fikra wanasema kiasi wanakusudia hivi. Au kuna hadithi la ubada imetaja mali 6 za riba, tende kwa tende, kilo kwa kilo, sawa kwa sawa. Kizidisha wote ndio zangu mimi nzuri, zako mbaya, ipe kilo 2 na kupa kilo 1 riba. Sasa hadithi imetaja tende, imetaja ngano, shairi, imetaja chumvi, imetaja sijui kadha, kuna vitu 6. Imetaja vitu 6. Mchele hujatajwa, lakini wanakuja wanachuona nasema hata mchele. Huyu ana mchele wake kalima matasi, mwingine amelima tunduru, wa tunduru mzuri hata kuliko matasi. Wakitaka kubadilishana mchele kwa mchele, kilo zile sawa sawa, hakuna mimi wangu mzuri, vinginevyo ikiwa huku nusu kilo huku kilo kamili, riba alfadhili. Mchele tumezanaje una riba pia wakati hujatajwa kule? Qiyasa ala al-bur, tunafananisha na nini? Ngano. Kwa ngano ina riba, basi na mchele. Yani hii ndio kiasi katika fiqh. Kwa hiyo hapa anaposema Imam Ahmad katika sunna hakuna kiasi, kwa maana ikija dalili ya wazi ya mtume kadha, wewe utakiwa kusema lakini mbona kiasi hivi, ndio kiasi wanaoikataa hapa. Yani muda mwingine mtu anakataa dalili kwa akili, kwa hoja ya kiasi ya akili, kwamba hili jambo bwana alimake ghairu makul, aliingia kwenye ubongo. Kwa hapo umeitupa sunna kwa kiasi wa akili yako, hivi vitu vikubariki, ndio kinachokusudiwa. Kwa hiyo na shekhi atatafsiri zaidi, walaisa fi sunnati qiyas, katika sunna hakuna qiyas. Yani laisa fi dini llahi qiyas, katika dini hakuna qiyas. Hapo na kanuni nzuri anasema, idha jaa naharullahi batala naharu ma'ali. Ukisha kuja mto wa Allah, kwa maana dalili, mto wa Allah ukipita, ukija, umeshabatilika mto wa akili. Kwa maana dalili ya Allah ikija ya mtume, hapo tena una nafasi ya kuikrashi ile kwa kutumia kichwa chako.
Hoja za akili zinakaa pembeni, dalili ikisha kuja imenyoka. Idha jaa naharullahi, huu ni kama msemo, kama methali. Ukisha kuja mto wa Allah, batala naharu mahal, unabatilika na hauna kazi tena mto wa akili. Idha jaa nafsu, ikija dalili, fala qiyasa, hakuna tena haja ya kiasi. Kwa hiyo hapa uelewe kwamba Imam Ahmadi na Sheikh Rabi si katika watu wanaokataa kiasi moja kwa moja. Sababu hapo baadhi wanazuoni kama Ibn Hazmi Dhahiri, yeye hataki kiasi. Anasema kiasi huko ni kumsemea Allah, ni kutunga vitu kichwani. Kilichosemwa kilichosemwa, hakuna haja si kuungaunga kwa kuwa hichi kimekatazwa, hichi nini inafanana vyote. Yeye anakataa. Lakini zipo dalili mtume amefanya kiasi sana. Mtume aliposema wa fi bubi ahadikum, mmoja wenu akikutana na mkewe anapata thawabu. Masahaba alishangaa, huyu mtu amekidhi haja yake anapataje thawabu? Mtume akasema araaitum law wada'aha fi haram, mnasemaje matamanio yake angeenda kuzini ingeka haram, angepata dhambi? Angepata. Basi ndio hivyo, kama angeenda kuzini angepata dhambi, basi akiweka kwa mke wake anapata thawabu kiasi. Kwa hiyo kiasi kama kiasi lakini wewe unaletewa dalili, wewe unaleta hoja za kiasi na akili kwa kuikataa ile dalili, hiyo hairuhusiwi. Kiasi kinafanyika kwa kitu ambacho hichi hakina dalili, ndio tunakifananisha na kitu kinachofanana na yeye karibu, kinapewa hukumu moja. Kwa kama kitu kimeshatajwa katika dalili moja kwa moja, basi masala yapo. Na Sheikh Rabi hapa mbele anataka kusema hata hayo mambo katika sisi yanaonekana kama yametajwa kwa kiasi. Anasema kwa mtu aliyobobea kwenye dalili za sunna, mengi yana dalili yake kabisa ya sunna. Yaani hata mambo ambayo ili hapa limekuja kwa kiasi, kwamba ukizama ndani katika sunna dalili yake inaonekana. Ila kutokana na ufinyu wetu wa elimu na nini, ili halina dalili ya wazi. Tulitafutie dalili ambayo inafanana ndio tulipe hukumu moja. Lakini kwambia Sheikh, ukifanya utafiti wa kina ukakuta na hili lenyewe lina dalili yake. Kwa maana nataka kusema mambo mengi yamezungumzwa kwenye Qur'ani na Sunna, mengi yamezungumzwa kwa sababu hivi vitu Allah alikuwa anajua mbele kitatokea nini, mambo mengi yamezungumzwa. La yu'aradu binaqlin nafsu, dalili haipingwi kwa kutumia akili yako. Kwamba akili yangu mimi haikubali. Jana tulitoa mfano hapa, hadithi ya Mtume, nzi yakiingia katika kinywaji mtose. Idha waqa adhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu, nzi yakiingia katika mtose kabisa. Ubawa mmoja una ugonjwa, ubawa mwingine una dawa. Hadithi katika Bukhari na vitabu vingi. Kuja mtu anaikataa, hamna bwana, hiyo haiwezekani, huu ni uchafu ni nini, kwa anaikataa nafsi. Sasa mpaka waje wanasayansi wampime, kweli bwana, ubawa mmoja una sumu bwana, akikung'ata si unavimba, ubawa mwingine una dawa, tumechunguza kwenye maabara. Yaani wewe Mtume umwamini mpaka waje watu na mitambo yao ndio waamini wale. La yu'aradu bi'aqlin, dalili haipingwi kwa akili wala kiasi wala kwa vipimo mtu anachima kwa kitu. Wala bi ra'yin, wala dalili haipingwi kwa rai. Wala bi shay'in, wala kwa kitu chochote. Ma yasauna illa taslimu, hakuna linalotutosha. Ikija dalili hatuna nafasi zaidi ya taslimu, ni kukubali. Dalili sema acha fanya taslimu. Ma yasauna, hakuna nafasi yoyote ambayo tunapatiwa ikija illa taslim, kinachotutosha sisi ni kukubali dalili. Shahidi Allah anasema fala wa rabbika, ninamwapia Mola wako. Allah anajiapia mwenyewe, fala wa rabbika, ninamwapia Mola wako Muhammad. Mola wa Muhammad ndio huyo Allah. La yu'minuna, hawatakuwa waumini wa kweli kweli,
hawatakuwa wakamilifu wa imani hatta yuhakimuka, mpaka wewe Muhammad wakufanya hakimu. Yuhakimuka yaj'aluka hakiman, mpaka wakufanya hakimu fima shajara bainahum, katika yale ambayo yamewatatiza, katika yale yaliyoleta shida kati yao. Ambapo jamani, tuangalie mtume wetu kwani ametoa mafunzo gani katika hili. Hawezi kuwa waumini mpaka wafanye hivyo, wakufanye wewe ni hakimu katika yale ambayo yamewatatiza. Haya, inatosha tu kumfanya mtume hakimu, alafu hukumu yake kionekanika wewe na kubana ukakataa. Kumfanya hakimu ni hatua ya Mungu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasipate katika nafsi yao haraja, shida yoyote, kinyongo chochote, dhiki yoyote, mimma qadaita, katika kile ulichoamua. Wakufanya hakimu na maamuzi utakayotoa katika jambo hilo waridhie. Mtu asiridhie maamuzi ya kimfeva yeye. Ikiwa yale maamuzi yamekuja dhidi yake, anakataa. Kwamba ikionekana hukumu ya mtume imekuja kwa maslahi wewe imekubana, ujue ndio dini, mimi nilikosea. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, wasihisi na kupata katika nafsi yao kinyongo, tatizo lolote, fima qadaita, kwa hukumu uliotoa mtume, wa yusallimu taslima, wasallima, wakubali kukubali. Ndio maana shekhe akasema ikija dalili la yasauna illa taslimu, hatuna nafasi zaidi ya kuikubali tu, hatuna nafasi nyingine. Kuna nafasi ya nikashi, kama hadithi ya mtume hebu tuiweke mezani jamaa, tuweza kuifanyia kazi au vipi, au kushukutwa au nafasi hiyo ni sawa tu na mkuu wa nchi ametoa agizo mifuko ya ramu mwisho sijui kishukutwa, sasa jamani vipi, amri vipi, tuifanyie kazi au tuvute kidogo miezi mingi? Mbona hakuna alofanya hivi? Nikuja amri tekelezwa. Sasa dalili ya dini kuja amri ya Allah au mtume, wewe ni taslimu. Hakuna nafasi ya taslimu kuifanyia kazi. Ndio anachokusudia wa yusallimu taslima. Fabadhu nasi yaghlu fil qiyasi, baadhi ya watu wanachupa mpaka kwenye mambo ya kiasi, yani mambo ya kupima vitu kwa akili. Kuna baadhi ya watu wanachupa mpaka kiasi katika fiqh ipo kufananisha mambo, lakini kuna watu wanatumia, na ndio maana Ibn Hazm yani kuna watu wanatumia vibaya uwepo wa kiasi, kwamba anafanya ni uchochoro hata kuzipiga chini baadhi ya dalili. Kwa hiyo kama ambavyo Ibn Hazm anatumu amechupa mpaka katika kukataa kiasi tatizo, na kuna baadhi ya watu wamechupa mpaka kwenye kuchukua kiasi mpaka dalili nyingine wanazifunika. Inachotakiwa dalili ndio mwanzo, kisichoelezewa katika dalili ndio kinafanywa kiasi. Tunaangalia hichi kinafanana na kipi, tukipe hukumu hiyo. Ni kwanza dalili. Fabadhu nasi yaghlu min al-ghulu, ile huwa mujawazatul hadd. Baadhi ya watu wanavuka mpaka katika masala ya kiasi, ila darajati an yarudda bihi nusufa, kufikia kiwango mtu anazitupa dalili kwa sababu ya kiasi. Kiasi ni hoja za akili, kutumia akili. Kwa baadhi ya watu wanavuka mpaka ila an yarudda bihi nusufa, anafikia kiwango kuzikataa dalili kwa sababu ya kiasi. Wayaqul, na anasema hadha nafsu mukhalifun lilusul, na hili tatizo lipo sana sasa hivi. Dalili inapingana na misingi bwana, una misingi fulani ya hii dalili inaikataa, itakopo sio sawa hii, sababu inapingana na misingi fulani. Kwa mfano leo ije dalili kwamba mwanaume ndio msimamizi wa mwanaume ndio kiongozi mbaya, aje mtu aseme hiyo haikubaliki sababu inapingana na misingi ya usawa. Tumeambiwa watu wote ni sawa,
kama kichanu kama nini. Kwa hiyo sio sawa, watu sawa, mwanamke mwanaume sawa. Sababu Mtume amesema huko kwa ameikataa ile kiasi. Kwa nini? Kumbe alosema hivi ndio alosema hivi. Ni sawa kana kitu fulani, kuna sehemu kuna anaozidi hivi. Na watu wote sawa taibu. Je, baba na mtoto wake wako sawa? Amri atakayotoa baba kumwambia mtoto na amri akitoa mtoto kumwamrisha baba sawa sawa, utekelezaji na uzito wake. So sasa ulielewaje huo usawa kwamba katika kila kona? Kwa sasa kuna mambo mengi mtu akilitoa dalili bana, lakini hivi na nini chocholo za kuzikataa zile. Unamkuta mtu anasema hadha nasu mukhalifun lilusul, dalili inapingana na misingi. Hadha nasu mukhalifun lilqiyas, dalili hii inapingana na qiyas. Kwa mfano imekuja hadithi ya Mtume kutofautisha mkojo wa watoto wadogo wachanga ambao wananyonya tu awali chakula hawajavuka miaka 2. Limekuja dalili za kutenganisha mtoto wa kike na wa kiume. Mtume anasema mkojo wa mtoto wa kiume yurashu, unamwagiwa maji. Yaani ukiingia hapa mtoto wa kiume mchanga hajaanza kula vyakula, miaka 2, ukimwagia maji tu hapa basi najisi. Mkojo wa mtoto wa kike ni najisi kama zingine, yani lazima, haitoshi tu rash, lazima sheria imekuja. Kwa hiyo mtu mwingine akija sema hii sio kiasi, hao wote ni watoto, wote wachanga wanakula wote maziwa wote nini, kwa nini tofauti iwe? Nasu dalili imetofautisha. Walidhalika Ibn Qayyim katika Ilamu al-Muwaqqi'in amewajibu watu wa kiasi. Dalili imetofautisha na hata hoja za kiakili zinakubali. Mtoto wa kiume hivi, wa kike hivi, hata njia ya kupita inazi kwa kiume hivi, hata kwa hoja ya kiakili pia zina support hiyo tafriki. Kwa hii ni mifano kwamba mtu kuna dalili kumetea nyingine anaipiga chini kwa kuona yeye kwamba akili yake dini ya ile. Kwa sababu ukifunguliwa mlango kwamba itafikia sehemu mtu hata ngo ni magharibi mboni rakaa 3. Sijui nini. Kama magharibi jioni tumetoka kazi rakaa 3 basi isha tumechoka sana tupige hata rakaa 1 tu. Sasa hiyo itakuwa ni vurugu, kila mtu anaweka lake kwa akili yake. Kama magharibi tunatoka kazi tumechoka ndio maana kita basi isha tupige rakaa 2. Sababu kule ndio tupo taabani kabisa tutaka. Alfajiri tuswali rakaa 6 basi tumeamka pale hatujatoka kazini tuna nguvu zetu basi. Tuswali rakaa 6 basi. Dini itakuwa ni vurugu, dini ni nusus, dalili zimesema tafsiri. Hakuna nafasi huyu anapanga chake kichwani chake, hiyo itakuwa ni vurugu, sio taratibu. Ndio lengo ni hilo tu. Kwa hiyo Mungu akwambia inapinga faghalau fil qiyas, wakajikuta wamevuka mpaka katika masala ya. Kwa hiyo Imam Ahmad anaposema katika sunna kuna qiyas, anakusudia dalili kisha kaa wazi vimenyoka, hoja za akili na qiyas weka pembeni. Qiyas inatumika pale ambapo dalili haipo. Jambo likishaelezwa wazi katika dalili hapo ni kufanyia kazi. Hakuna tena hivi qiyas, hakuna nafasi. Ndio lengo la Imam Ahmad katika hayo maneno na taaliki ya Sheikh. Ndio hiyo unaona tusimame hapo. Inshallah tutakuja kuendelea kesho na mshoya. Barakallahu. Hii maswali machache.